السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الله وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء إلا أما بعد. Leo tumekutana katika darasa letu linaloelezea qiyamul layl, kusimama usiku. Na tutazungumza faida za kusimama usiku. Wale watu ambao wanafanya ibada za kuswali usiku na kusoma na kadhalika wanapata faida gani? Na faida hizo tutazigawa kama walivyogawa na chuoni. Kuna faida kidini na kidunia, lakini pia kuna faida kimwili. Kuna faida anapata mtu kimwili anapokuwa amefanya qiyamul layl. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja aya za kusimama usiku, aya za watu ambao wanapitisha usiku wakifanya ibada isipokuwa wanalala kidogo. Aya ziko nyingi. Moja ya aya hizo miongoni mwazo ni suratu Dhariyati aya 15 mpaka aya 18. Aya 15 mpaka aya 18, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasifia baadhi ya watu ambao watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa wana neema tayari, wakiwa wana neema. Na kuna watu wataingia peponi wakiwa wana viwango vya juu kabisa vya amali. Miongoni mwao ni wale watu Mwenyezi Mungu anasema kanu qalilan minal layli ma yahjaun, walikuwa duniani wana utaratibu ni muda mchache sana usiku wanalala. Mwenyezi Mungu anasifu watu ambao watakuwa ni wema zaidi kiyama, ni wale ambao kanu qalila minal layli ma yahjaun, walikuwa ni sehemu chache ya usiku wanalala. Na baadhi ya wanachuoni walikuwa wanagawa usiku katika sehemu tatu. Wanagawa usiku kwa ajili ya kufanya kulala, na wanagawa usiku kwa sababu ya kufanya ibada, na wanagawa usiku kwa sababu ya kujisomea. Tena Mwenyezi Mungu anasema wabil ashari hum yastaghfirun, na unapofika wakati wa sahar, ule wakati wa malio ya daku, huwa wanaingia katika ibada za kufanya istighfar. Kwa maana hawa ni kwamba wanaswali lakini pia wanafanya nyiraji usiku. Hiyo ni suratu Dhariyati aya 15 mpaka 18. Lakini pia Mtume Muhammad SAW ameleta ahadithi ziko nyingi zinazoeleza ubora wa mtu kuswali usiku. Miongoni mwazo ni hadithi ambayo Mtume SAW anasema rahimallahu rajula, Mwenyezi Mungu amemrehemu na amembarikia mtu qama minal layli fasalla, amesimama kutoka usingizini usiku akaswali, wa aikadha mraatahu, na akamwamsha mke wake pia wakaswali. Mwanaume bora, mume bora ni yule ambaye huwa anafanya qiyamul layli lakini pia akamwamsha na mke wake wakashirikiana katika qiyamul layl. Na ahadithi ziko nyingi. Hadithi amepokea Abi Daud. Sasa ubora anaopata mtu au faida zinazopatikana kwa mtu kusimama usiku ni faida gani? Ziko faida nyingi, lakini sisi tumeorodhesha faida 22. Ziko faida anapata mtu 22 nje na zile faida za kimwili. Faida ya kwanza ya kusimama usiku, afdalu salati ba'da al-faridha. Afdalu salati ba'da al-faridha, sala mtu anayeswali usiku anakuwa ameswali swala bora baada ya swala za fardhi. Ile qiyamul layli kuswali usiku
huyo mtu anahesabiwa amefanya swala bora baada ya swala ya fardhi, yani baada ya hizi adhuhur, al-asr, maghrib, isha na subhi. Swala zinazofuatia kwa ubora ni zile swala zinazoswaliwa sunna za usiku. Na katika sunna za usiku, sunna bora ni ile sunna ya qablia al-fajr, qablia salatu al-fajr, ndio sunna bora kuliko sunna zote. Faida ya kwanza ni hiyo. Lakini kusimama usiku kuswali, wanasema miftahu dari salam, ni ufunguo miongoni mwa funguo za pepo. Miftahu dari salam ni ufunguo miongoni mwa funguo za pepo. Pepo zinazo funguo nyingi zinazofungua pepo. Moja ni mtu kuwa ana kanuni ya kuswali usiku. Na hii sio lazima iziwe raka nyingi. Hata kama unaamka ukaswali raka zako 2 lakini zikadumu, unahesabika katika watu ambao wanafungua pepo kwa kutumia qiyamul layl. Faida ya 4, sababu dukhuli janna. Sababu dukhuli janna ni sababu ya kuingia peponi kirahisi. Ni sababu ya kuingia peponi kirahisi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mtume wake, aqimis salata liduluki shams ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr innal qur'ana al-fajri kana mashhuda. Akamwambia wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Kwa alimwambia mtume sallallahu asali usiku. Kwa sababu ni nini? Ni sababu ya wepesi wa mtu kuingia peponi. Faida ya 4 ya mtu kufanya qiyamul layli, kusimama usiku akaswali, wanasema sa'atul ijaba, fihi sa'atul ijaba, ndani ya usiku ipo saa ya kujibiwa maombi. Fihi sa'atul ijaba, ndani ya kusimama usiku ukaamka ukaswali, ndani yake huwa kuna saa ya kujibiwa. Kwa hiyo asa mtu akawa akiomba dua zake azijibiwi kwa wepesi, basi awe na kanuni ya kufanya qiyamul layli, anaswali halafu anaomba dua zake, basi inapatikana wepesi wa kujibiwa. Faida ya 5 ya mtu kusimama usiku, tariqus salihin. Tariqus salihin ndiyo njia sahihi ya watu wema. Tariqus salihin ni njia sahihi ya watu wema. Watu wema katika njia ambayo waliipitia wakafika kwa Mwenyezi Mungu salama ni qiyamul layli, ni kufanya ibada za usiku. Na wako watu walikuwa wanafanya ibada za usiku, walijiwekea taratibu za kufanya ibada za usiku. Ikitokea dharura hawakufanya siku hiyo, basi siku ya pili inapokuja wanadabo, wanalipa ile ambaye hakufanya na ile asili. Mfano kama vile Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi, alikuwa na kanuni ya kusoma robo ya Qur'ani mchana, alafu hiyo robo ya Qur'ani anaifanyia qiyamul layl. Robo anasoma robo ya Qur'ani mchana, alafu hiyo robo aliyosoma mchana anaifanyia qiyamul layl usiku. Lakini alipotokewa na tatizo la mguu wake ulioza, Urwa ibn Zubair, na akaamuliwa akatwe mguu. Sasa siku ile alipokatwa Urwa ibn Zubair, kwa maumivu aliyokuwa nao, hakuweza kukesha usiku. Lakini siku iliyofuata ilibidi asome Qur'ani, nusu ya Qur'ani nzima, alafu akaifanyia Qur'ani hiyo nusu qiyamul layl, yani akadabu. Watu walikuwa wanajua hizo fadhila za kutopitwa na kusimama usiku. Faida ya 6 ya kusimama usiku, mukaffaratu lisayiati. Mukaffaratu lisayiati, kusimama usiku ni kwenye kufuta madhambi haraka. Kusimama usiku kunafuta madhambi haraka. Ukiweka kufanya toba, ukafanya istighfar, qiyamul layli kinafuta madhambi haraka. Na visa viko vingi vya watu ambao walifanya madhambi mengi, lakini wakaamua kuacha madhambi wakafanya qiyamul layli, kwa kudumisha qiyamu hicho wakafa wakiwa ni katika watu wema. Hata Nabiullah Yaqub alayhi salam, watoto wake walipofanya kosa, wakagundua wamefanya kosa la kutaka kumuua ndugu yao, walimwambia baba yao awaombe msamaha,
akawaambia subirini muda usiku ukifika nitawaombeeni msamaha. Kwa hiyo qiyamul layli katika faida zake mukaffaratu lisaiati, ni yenye kufuta madhambi kwa haraka. Faida ya 7 ya qiyamul layli, faida ya 7 ya mtu kusimama akaswali usiku, wanasema manhatu anil ithmi, inamziwia mtu kufanya madhambi. Manhatu lilithmi, qiyamul layli ni chenye kumziwia mtu kufanya madhambi. Kama jinsi ilivyo sala, ukiswali sala za fardhi inavyotakiwa, Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari. Sala inamziwia mtu na madhambi na vichukizo vyote vibaya. Kwa hiyo hata qiyamul layli kwa mtu ambaye anafanya qiyamul layli, kwa kufanya qiyamul layli, sio qiyamul layli kwa sababu ya kufanya mazoezi ya usiku, inasua qiyamul layli, inamziwia na madhambi. Faida ya 8 ya mtu akifanya qiyamul layli, qurbatu ila Allah. Qurbatu ila Allah ni kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul layli kinamkaribisha mtu anakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila usiku huwa ananadi, nani mwenye shida nimtatulie shida zake, nani mwenye radhi nimponye, nani mwenye deni nimlipie deni lake. Kwa hiyo wakati huo anasema Mwenyezi Mungu huwa rehema zake zinakuwa karibu sana na waja wake. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anasimama qiyamul layli, unapata kitu kinaitwa qurbatu ila Allah, unakuwa ni karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya 9 ya mtu kuswali usiku angalau raka 2 lakini ukadumu nazo, sharaful mu'min ni utukufu wa muumini duniani na akhera. Sharaful mu'min ni utukufu wa muumini duniani na akhera. Wako masharifu kwa ajili ya nasab ya Mtume Muhammad SAW, lakini wako masharifu kwa ajili ya amalu salih, kwa sababu ya matendo mema. Kwa hiyo kuna watu wanapata utukufu, wanapata usharifu wa matendo mema. Kwa hiyo siku ya kiyama watu wataitwa wale masharifu, aina shurafa, wale watu watukufu wako wapi? Katika hao watakaoitika wito huo ni wale watu ambao walikuwa wanafanya qiyamul layli, wanaswali sunna za usiku. Na sunna za usiku tunataka udumnazo, ila kwa wale watu ambao wana dharura. Faida ya 10 ya mtu ambaye anafanya qiyamul layli, yadhahakullahu ilaihim, Mwenyezi Mungu hucheka kwa watu hao. Yani Mwenyezi Mungu huchekeshwa na ile tabia ya watu hao kusimama usiku, huwa inamchekesha Mwenyezi Mungu. Yadhahakullahu ilaihim, Mwenyezi Mungu huwa anacheka kwa kufurahishwa na vitendo vya watu wanaposimama usiku. Kwa hiyo unaona qiyamul layli ilivyokuwa na faida sana. Faida ya 11, yastabshir bihim, Mwenyezi Mungu huwa anatoa habari njema kwa watu wenye kusimama usiku. Yastabshiru bihim, Mwenyezi Mungu huwa anatoa habari njema kwa watu wenye kusimama usiku. Huwa anawaambia malaika wangu, moneni fulani huyo ameacha usingizi wake akaamua kuswali kwa ajili yangu swala za khiari, mmemuona? Malaika wanasema tumemuona ya Rabbi. Sasa huyo ameacha usingizi, ameswali kwa jambo langu, nyinyi mnafikiria anakusudia nini? Anakusudia Mwenyezi Mungu umpe yale anayotaka. Basi Mwenyezi Mungu sema basi nimempa, na wabashiri yenu nimempa yale anayotaka. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapata bishara kupitia qiyamul layl. Kwa hiyo tuswali usiku ili tupate qiyamul layl. Ya 12 ambayo tutaishia kwenye sehemu yetu ya kwanza, faida ya 12, maharul huril 'ain. Maharul huril 'ain ni mahari ya kuoa hurul 'ain. Qiyamul layli ni mahari za kuoa mahurul 'ain. Kwa hiyo ukiwa unaswali huku duniani huku, ujue utakuwa unatoa mahari, unamkabidhi Mwenyezi Mungu akuozeshe mahurul 'ain. Viko vitendo vingi ambavyo ni mahari kwa mahurul 'ain, kama mtu kuwa anadumu kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Swala ya Mtume SAW ukiwa na dumu nayo ni mahari katika mahari ya kuwa mahulain. Mtu kuwatendea wema wazazi wako ni mahari. Mtu kutodumu kuwa unatoa sadaka hata kama ni kidogo, lakini ukadumisha kwamba siku ya Ijumaa nitatoa 200, Ijumaa 200, ikadumu. Ibada inodumu ndio bora zaidi. Kwa hiyo katika faida ya 12 ya mtu kusimama usiku, maharul hurul Eid ni mahari ya kuozeshwa hurul Eid. Kwa hiyo tusifanye video ikawa ndefu, tuishilize hapo kwenye sehemu ya kwanza ya faida za kusimama usiku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.